Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi? Mashallah, leo tumepata bahati ya mara nyingine kufika Majlisul Maarif Al-Islamia. Kama unavyoona mbele yenu, hii ni dom na vile vile chini ni class, juu ni sehemu ya kulala, na upande huu ni upande wa Waislamu wapya. Kama mnavyojua majlis kuna aksam, kuna vigawanyo vitatu. Kuna kiganja tahfidh ambao kwamba upande wake ni msikitini pale, kuna mahadul ilmu upande wa kule, na kuna almuhtadin aljudud, Waislamu wapya. Hapa mwanafunzi akiletwa, ikiwa ni mtu mkubwa ambao kwamba umri umesonga ama aliingia katika Uislamu hivi karibuni, basi anaingia upande moja kwa moja upande huo huku ambao kwamba ni Waislamu wapya. Na ikiwa ni mtoto mdogo kuanzia miaka 8 9 kwenda mbele, alikuwa akianza upande wa tahfidhi ambao kwamba ni huu msikiti. Huu msikiti alhamdulillah zamani ulikuwa ni mdogo, lakini mashallah siku hizi muone umeongezwa, umekuwa mkubwa, kuna marekebisho kiasi. Na ndani ya msikiti pale kuna kaida. Kaida ni sehemu ambayo kwamba kwa lugha nyingine ni raudha. Raudha ni sehemu ambayo kwamba mtoto anapoanza kusoma Qur'ani anaanza alif. Kaida kama Qaidatul Baghdadiyya, basi ile sehemu kitu kaida ambapo kwamba watoto ambao kwamba hawajaanza kuhifadhi kwanza, wakianza pale kusoma juzuu, kusoma kuangalia muda wa mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja ndio unachukuliwa kuingiza tahfidhi ndani, kuanza kuhifadhi. Sasa pale katikati kuna msikiti mdogo pale, ndio msikiti wa kaida ambao kwamba kwa lugha nyingine raudha, kisha ndani ndio tahfidhi. Ndani kuna class 5 kama sijakosea, kuna fusul 5 ndani yake ndani. Mashallah, kama tulivyotangulia kusema kwamba upande huu ni kismu ya watu wakubwa ambao kwamba waliosilimu wapya, ambao kwamba ikiwa umri umesonga sana utaanza upande huu, kama ni katika Waislamu wapya utaanza upande huu. Upande huu ni upande wa tahfidhi wa watoto wadogo ambao kwamba wakimaliza Qur'ani wataingia upande wa mahad kule, taalim, kusoma masomo ya dini. Upande huu ni tahfidhi Qur'an peke yake. Baada ya kumaliza Qur'an ushapata shahada yako, ukitoka huku ndio utaingia mahadul ilm. Mahadul ilm na kule ni miaka 6. Kumaliza mahadul ilm miaka 6, sasa utaelekea Kisauni. Mahad pale Kisauni kuendelea na masomo yako. Kutoka hapa ulikuwa sasa uko na khiari, unaweza kusoma madrasa yoyote, lakini sana sana ambao kwamba kutoka hapa ulikuwa kwenda wapi? Pale Kisauni kuendelea na masomo yako kulia pale, masomo yako kumaliza. Na sehemu hii ya mbele ambapo kwamba mtu anapita pale kuna Tabur, sehemu ambapo kwamba ni assembly ya watoto wanafunzi wanasimama asubuhi pale kama nusu saa dakika 20, kisha mwalimu akiongea mawili matatu kuelekeza watu, kisha baada hapo wakiingia class. Wanafunzi wa tahfidhi walikuwa wakiamshwa saa 10 kamili. Saa 10 kamili ndio wakiamshwa kwenda msikitini. Na upande wa tahfidhi ni upande huu hapa imeandikwa Majlisul Maarif Al-Islamia. Hii juu liko ni dom ya watoto kulala tahfidhi, chini yake ni dining, sehemu ya watoto kula. Lakini sasa kidogo kuna mabadiliko, umeongezwa mbele, umefanya ofisi. Ofisi ilikuwa ni upande kule, upande kule ndio kuna ofisi. Lakini kwa sasa hii kuna mabadiliko, naona ofisi imeongezwa kidogo huku, kafanya ofisi. Sasa juu kwa dom, sehemu ya watoto kulala, chini sehemu ya watoto kula. Na mtoto akiamshwa saa 10 kamili kuelekea msikitini mpaka fajiri adhiniwe. Fajiri kiadhiniwa akitoka kama dakika 5 kujisaidia tena, kirudi tena baada salatul fajri, akiendelea na Qur'ani mpaka saa 1 kamili. Saa 1 kamili mtoto anatoka, anaelekea kupumzika 1 hour. Ile saa moja mtoto aoge, apate chai kidogo. Saa 2 kamili ikifika saa 2 kamili akisimama hapa Tabur assembly hapa, kisha saa 2:30 anakuja ndani kianza tahfidhi. Na kutoka ilikuwa saa 5:30. Saa 5:30 ikifika ndio watoto wanatoka kutafuta chakula mpaka saa 8 warudi tena class. Kwa fupi ni mukhtasar, yani na hani maelezo ya zamani. Sijui kwa sasa kama kuna mabadiliko aina yoyote, lakini zamani kuanzia 1998, 99, 2000 kusonga mbele
sheria ilikuwa ni hiyo. Lakini kwa sahihi hatujui kama kuna mabadiliko yote. Kama hii sehemu ambapo kwamba kuna tangi ya maji limewekwa hili, hapa kulikuwa ni choo. Ziko ni choo zamani hapa. Sasa watoto sana vitumia choo hizi kuingia msikitini. Kuingia hapa, toaburi pale, kuingia msikitini. Lakini kwa sahihi nadhani choo ilivunjwa. Na kama ulivyoona sasa mashaallah kusafi, kutengenezwa vizuri. Yani kuna mabadiliko makubwa ambayo kwamba yamefanywa, na sehemu ambayo kwamba tumekaa hiyo ndio sehemu ambayo kwamba wanafunzi wakipumzika sana wakati wa saa 10. Hasa kutoka saa 10 sehemu hii ndio watoto wakikaa wakizungumza, kubadilishana mawazo, kuchekeshana na mengineo mpaka kufika saa 12 kamili kutafuta chakula. Baada ya hapo msikiti kama tulivyosema ulikuwa ni mdogo, si mdogo sana, lakini kwa sasa alhamdulillah uliongezwa, umepanuliwa, umekuwa msikiti mkubwa mashaallah. Sasa naomba tufuatane twende mbele kule tueleze mengine zaidi inshallah. Hapa liko ni toaburi ya Mahad al-Ilm, walikuwa kisimama upande huu hapa, na wakati huu kulikuwa hakuna mwembe hapa. Alhamdulillah naona umebadilika, mwembe mkubwa, kuna mwangaza na mengineo. Huku juu sasa liko ni dom za Mahad al-Ilm, upande huu wa juu liko ni dom za Mahad ndio ilikuwa wakikaa huku juu. Chini yake hapa ni workshop hapa chini, zamani ilikuwa hii kwenye ofisi, ni store ya kuwekwa vitu vya ujenzi kama simiti na mbao nyinginezo, na hapa ndio choo. Hizi hapa ndio choo ambazo kwamba zilikuwa tokea zamani. Upande huu ni upande wa jikoni, unavyoona ni upande wa jikoni, jiko la zamani. Kwa sasa sijui kama kumebadilika ama ni vile vile, lakini kwa jiko la zamani iko ni hili hapa, na hapa mnavyoona mti ambao kwamba kuna maua. Ilikuwa ni nyumba ya Sheikh Waliullah ambao kwamba ni mudir wa tahfidh al-Quran, mbaki ni ambao kwamba kuna maua hapa tokea zamani. Mashaallah mti ulikuwa, lakini umeona umezidi kwa mkubwa mashaallah. Kisha baadaye ikajengwa hii dom, songe mbele tu upande huo, ikajengwa hii dom. Hii dom ni mpya, si ya zamani sana. Ikajengwa nyingine ndio chini kawa ni sehemu ya chakula, na jiko vile vile kahamishwa kule, na jiko ni sehemu watoto kulala. Hii haikuwa zamani, nadhani takriban sasa hii kama sijakosea iko na miaka kama 10 na kitu hivi, 11, 12 kama hivi. Sasa huku mbele ndio kwamba ziara yetu itaishia hapo. Iko ni kiwanja cha boli kama mnavyoona hapa, iko ni kiwanja kikubwa, na mbele ya msikiti pale imeandikwa nguo pale ni kiwanja. Lakini kiwanja kile cha nguo pale liko ni kiwanja cha vijana kutoka Garissa peke yake. Manake mtu ambaye kwamba sio huko alikuwa hapati namba ya kucheza pale, lakini huku katikati katika mnazi mashaallah kama mnaona beam ziko pale, liko ni kiwanja cha watu wote, yani majlis mzima ukicheza hapo, hasa watu wakubwa. Lakini baada ya muda sisi tulikuwa ni wadogo, hatupati namba, tukijaribu kuomba kucheza, kuomba namba kucheza, tukaikwa nje. Basi tulizunika kwa muda mrefu, mpaka mwenyewe nikaanzisha kiwanja changu kile pale nyuma ya beam pale, unaona pale ile kiwanja, jina lake kwa kiwanja cha Mzee John. Mimi ndio mwanzilishi, nikaanzilisha na wale wanyonge wenzangu wale ambao kwamba walikuwa hatupati namba wakati huo, ni wadogo, tukaanzilisha mashaallah. Japokuwa tulipitia shida kiasi fulani, lakini mwisho tukapata ruhusa kuweza kwa kiwanja pale. Kiwanja kikadumu kwa muda mrefu, miaka 3 mpaka tulipoondoka sisi tukawaachia wengine waliokuwa nyuma yetu. Alhamdulillah, madrasa hii wamepitia wengi wamepitia hapa, ambao kwamba wamehifadhi Qur'ani kwa leo. Ni muda huu, miaka hii ambao tuko ndani yake, wengi wamepitia hapa. Ama wanafunzi waliohifadhi Qur'ani, walimu wao walitokea hapa. Tapata wanafunzi waliohifadhi Qur'ani, walimu wao walipitia madrasa hii. Na alhamdulillah kulikuwa na juhudi kubwa wakati wa zamani. Mtoto akihifadhi Qur'ani kwa muda miaka 2, miaka 3, ashamaliza, ashatoka. Ukichelewa sana ni miaka 4, lakini zaidi ya hapo ulikuwa ukifukuzwa. Ukipita miaka 4 umeshindwa kuhifadhi au ukirudishwa nyumbani kwenu. Ilikuwa hakuna mchezo. Sana mtoto miaka 2, 3 ashamaliza. Zaidi ya hapo basi ulikuwa ukiambiwa rudi nyumbani, huyo ameshindwa.
hakuna kukaa zaidi ya miaka 6 7 na haumalizi Qur'an. Kichelewa kumaliza Qur'an ulikuwa kurudishwa nyumbani. Huko kulikuwa na bidii sana kwa wanafunzi, walimu wenyewe mashaallah walikuwa na bidii vile vile. Upande wa kule ile nyumba ya mwisho kule, nyumba ya walimu mashaallah, nyumba zamani mwenye nilikuta mpaka leo iko kule. Ile nyumba ya kule ni nyumba ya walimu ambao kwamba walimu wakiishi area kule. Kisha mwisho kule, kama cameraman ataona vizuri, kule kuna Jamia University ambayo kwamba ilijengwa kabla marhum kufariki Sheikh Siraj, ilijengwa ile, na kwa sahihi nadhani inatumika, ni kubwa, ilijengwa mashaallah, na kwa sahihi nadhani inatumika, sina uhakika, lakini katika waliochangia kujenga ni wanafunzi. Beba mawe kila siku baada ya alfajiri, tukitolewa msikitini tukaenda kule tukibeba mawe kuhakikisha lile jengo limekamilika. Na kule kwingine ni shamba, liko ukiamba ndani kitu chochote unaweza kuchukua kiamka chini, lakini kule ndani ukiingia ukishikwa liko ni kichapo. Tena kichapo cha umbo. Nakumbuka kuna wenzetu walishikwa huko, ilikuwa ni siku ya Ramadhani, mwezi wa Ramadhani. Walishikwa, nikajua vijana wengine ni wadogo bado, liko hawafungi. Sasa walikuwa wameingia kwa shambani ndani, na wenye kuchunga shamba ni Wamasai. Waliposhikwa walikula kichapo mbele ya wenzao, yani waliletwa paka msikitini hapa, na adhabu ilikuwa na adhabu kali sana. Mwisho wa siku baada ya kichapo wakasamehewa, wakaachiliwa. Alhamdulillah. Kwa ufupi ni history salamu fupi ya madrasa. Salamu.